Wahitimu wa vyuo vikuu wanapitia wakati mgumu sana kupata ajira katika soko la ajira ambalo ni gumu kuliko yote kwa zaidi ya mwongo mmoja. Kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana wa miaka 22 hadi 27 walio na shahada kimefikia 5.8, juu kuliko wastani wa kitaifa na ni kibaya zaidi tangu mwaka 2012 ukiondoa kipindi cha janga la uviko 19. Watu kama Palwasha Zahid ambaye alihitimu shahada ya uzamili katika uchambuzi wa data karibu na Silicon Valley wameshtushwa na ugumu wa kupata kazi licha ya kuwa karibu na kampuni kubwa za teknolojia. Hata wakiwa na wasifu wenye nguvu, wahitimu wengi wanakumbwa na kimya kutoka kwa waajiri. Sababu kadhaa zinachangia hali hii kuwa mbaya zaidi. Teknolojia ya AI inapunguza hitaji la nafasi za kazi za kuanzia, hasa katika sekta za teknolojia, fedha na sheria. Vile kuna wahitimu wengi wa vyuo vikuu kuliko hapo awali, jambo linalofanya shahada isiwe na uzito mkubwa kama zamani. Wakati huo makampuni yanakuwa waangalifu kuajiri kutokana na hali ya kiuchumi isiyotabirika, ushuru wa forodha na viwango vya juu vya riba. Hata makampuni makubwa kama Amazon na Shopify wamekiri kuwa AI itapunguza idadi ya wafanyakazi katika ofisi zao. Baadhi ya wanauchumi wanasema ni mapema kuilaumu AI moja kwa moja, lakini kushuka kwa kasi kwa ajira ni jambo halisi. Ajira za kiteknolojia ziliongezeka sana wakati wa janga la uviko 19, wakati riba zilikuwa chini, lakini zimeporomoka sana tangu hapo. Licha ya hali hii ya kukatisha tamaa, wataalamu bado wanasema kuwa na shahada kunahusishwa na malipo bora na uwezekano mdogo wa kukosa ajira kwa muda mrefu wa maisha. Lakini kwa sasa wahitimu kama Zahid wamebaki wakijiuliza kama elimu yao ya kweli bado inalipa. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.